Ninatumia hichi kitabu cha Maisha Mlima. Kwa hiyo kama uko nacho haustahili kuandika. Iko kwa peji za kwanza tu 14 ambayo inasema mlima na hatima ya mwanadamu katika maisha. Mlima na hatima ya mwanadamu katika maisha. Tasoma kitabu cha Zaburi 139 na mstari wa 15 na 16. Amen. Bwana asifiwe. Hapa tunaona mtunga Zaburi anazungumza maneno haya, anasema Mungu uliniona kabla, macho yako yaliniona nikiwa chini. Wakati mifupa yangu haijaunganishwa, wewe Mungu uliniona. Lakini neno kubwa, nilikuwa chini. Kwa hiyo tunaona maisha ya mwanadamu, mwanzo wa mwanadamu anapozaliwa anaanzaga chini. Bwana Yesu asifiwe. Nasema nafundisha mlima na hatima ya mwanadamu katika kitabu chetu cha mlima usioweza kuepukika. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwanadamu anapozaliwa ni kama vile mbegu. Na hii mbegu inapowekwa inaanzaga chini, ili uone mti ukomae na kuwa mzuri na matunda, ulianza chini. Kwa hiyo maisha ya mwanadamu anaanzaga chini. Na unapoanza chini, kuna hatima ambayo Mungu anaweka ndani ya maisha ya mtu. Na ili ufikie hatima yako, lazima upande. Lazima upande. Lakini kama haupandi, utabaki chini. Mtunga Zaburi anasema uliniona nikiwa chini, kabla mifupa yangu haijaungika. Hata kwenye chuo chako Mungu ulinijua nikiwa sijakuwa mtu. Kwa hiyo kila mwanadamu, kwa hichi kitabu kuna mahali ambapo nimeandika, nasema mtoto anapozaliwa analiaka, kwa sababu huyu mtoto ametoka kwa Mungu. Lakini ajabu, anapozaliwa anajipata hayuko tena kwa uwepo, anajipata yuko chini, na mbele yake kuna milima ya kila aina. Lazima atalia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokuwa chini, lazima tumwambie Mungu atusaidie tuweze kupanda. Na hali ya kupanda katika maisha sio jambo rahisi katika maisha yetu. Tasoma katika kitabu cha Zaburi hiyo 139 mstari wa 23 na 24. Ujue moyo wangu, unijaribu, uyajue na mawazo yangu, uone kama kuna njia ambayo itaniletea majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Daudi akizungumza maneno haya, anajua yuko safarini. Ameianza safari. Na katika hii safari, watu wengi wanafikiria yuko kwenye safari ambayo barabara ni moja. Lakini katika hii safari, barabara ikuwaki moya, inakuwaga mabarabara mingi sana katika maisha. Lakini Daudi akajua
katika hizi barabara nikitembea, anasema Mungu unichunguze na uangalie akili na mawazo yangu, na uone ni njia gani ambayo ninapitia. Kama unaona hii njia ni mbaya, uniondolee mapema nisiipitie. Ni mara ngapi umekuja kuomba na kumwambia Mungu nisaidie katika njia ninayoipitia? Kama unaona hii njia itanipeleka pabaya, niondolee. Unajua ni rahisi kuianza safari, lakini ni ngumu kumaliza safari, kwa sababu inategemea ni njia gani uliyotembelea. Ni rahisi kuanza ndoa, ni rahisi kuanza huduma, ni rahisi kuanza biashara, ni rahisi. Lakini mtunga zaburi anajua, anasema Mungu uchunguza, nitazame. Kama kuko njia ionekanayo machoni kwangu ni nzuri, lakini mwisho wake itakuwa na shida, niondolee njia. Njia ni mingi sana. Naweza anza kazi, naweza anza vitu, lakini mbele, wakati tulianza sisi, tuliona tuna manyumba, tuliona hatupangi, lakini hatukujua siku moja katika njia hii ni muda mchache tu mtaanza kupanda. Na ndio maana anasema ni vizuri sana kumtafuta Mungu kabla dhuruba haijatokea katika maisha yako. Ni mzuri sana kuwa serious na Mungu, kwa sababu njia unayoipitia hujui kuna nini mbele yako. Watu wengine walizania nikifika ng'ambo nitakuwa na maisha mazuri. Nikisabia pesa naona hii pesa ni nyingi. Lakini wengine walienda siku mbili wamepata maaccident, wamekuwa vilema wa maisha. Na hawakuwaza wala hawakuota. Mwimbaji mmoja anasema maisha ni fumbo ambayo kuitegua sio rahisi. Ndio maana Daudi anarudi kwa Mungu, anamwambia Mungu nisaidie, unitazame na unichunguze, uone kama kuko njia ambayo haieleweki katika maisha yako. Sio kulala na kuamka, sio kula na kuzunguka, lakini jiulize, katika hii njia nimeianza, niko naelekea kwenye kilele cha mlima, lakini ndani ya kufika huko kwenye hicho kilele, hapa katikati kuna nini? Unaweza kuona mwanzo lakini mwisho ukapaona vizuri, lakini katikati hujui kuna nini. Hujui njia gani unatembea nayo. Tumekuwa na wokovu ambao haueleweki kanisani leo. Hatuombi kama hili ambalo Daudi anasema Bwana unichunguze, unitazame, uone njia yangu ambayo ninatembea nayo. Lakini maisha ambayo tunakuwa nayo kanisani, watakatifu, tukitoka hapa tunaishi maisha mengine. Niko tayari nitaleta mwanaume mwenye nataka kwa nyumba yangu, tutaenda naye. Niko tayari nitafanya venye nitafanya. Niko tayari nitaishi maisha yangu yale kawaida. Lakini hizo zote ni njia. Lakini mwisho wa hii njia ndio itakuonesha ulitembelea njia gani katika safari. Bwana asifiwe. Tasoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza, sura yake ya 3 na mstari wa 16 mpaka 21.
Tunaendelea kujifunza mlima na hatima ya mwanadamu. Milima au mlima na hatima yako. Hapa mahali tunasoma, tunaona ya kuwa kulikuwa na wanawake, Biblia inasema wanawake wawili. Na hawa wanawake wawili walikuwa ni wanawake makahaba. Lakini anasema sisi ni watu wawili tunakaa nyumba moja, mahali pamoja, na hakuna mtu mwingine. Mmoja alikuwa na mimba na mwingine akawa na mimba. Mmoja akazaa, siku ya tatu mwingine akafata akazaa. Lakini huyu akiongea kwa mfalme, anamwambia, anasema, nilipokuwa nimelala, nikiamka nataka kunyonyesha mtoto wangu, nikamwangalia mtoto, nikaona kumbe amekwisha kufariki. Kwa hiyo mwenzangu alilalia mtoto wake, na alipomlalia, alipoona mtoto wake amekufa, akaja kunibadilishia, akachukua mzima akaniwekea maiti. Lakini wakati aliponiwekea hii maiti, nilikuwa nimelala, sikuwa nimeona. Lakini nilipoamka ndipo nikachunguza, napenda hiyo 21. Nikachunguza, akamwangalia vizuri, akakutana kumbe sio wake, sio mtoto wake. Nataka uelewe hii jambo. Walianza vizuri, mmoja amezaa na mwingine amezaa. Lakini huyu mmoja alipolala akalalia mtoto. Nimekwambia milima na hatima katika safari. Safari sio vile unavyofikiria. Safari sio vile unavyoona. Ili kufikia hatima ya maisha yako, kuna milima unakutana naye. Huyu mama amejifungua akijua safari iko sawa. Nimepata mimba, wengine ni mangumba hawana watoto, lakini nimepata. Biblia inasema kuwa alipolala, jirani alikuja akabadilisha, akamwekea maiti. Unaweza kuzani umezaa, lakini ghafla usingizi wa rohoni unasababisha wakuwekee maiti, wakupatie kitu ambacho sio chako. Katika maisha haya kuna watu wanaishi maisha sio yao. Walibadilishiwa. Na wanabadilisha wakati mtu amelala. Mtu umejisahau, maombi yanakuwa ni kusukuma. Ibada ni Jumapili. Acha nikwambie, hauwezi kuishi kuanzia Monday mpaka Sunday bila kula. Utakufa. Utaanza kuwa na vidonda vya tumbo. Maisha yako ikikuwa tu tokea Monday, unaishiki hivyo, sio mafungo. Wewe unaishi tu usiku na mchana, huko tu nakaaga. Ikifika Sunday ndo unaanza kukula. Uongo. Watu wengi hawakomai kiroho. Watu wengi wanaishi maisha sio yao kwa sababu wamekufa kiroho. Wamekufa kiroho. Tuko hapa kusukuma watu njooni kwa ibada. Lakini tunajua Biblia inasema ya kuwa huyu mwanamke alipolala, ukilala unabadilishiwaga maisha. Ukilala vitu vyako vinabadilika. Vile unavyoishi sio vile Mungu anataka katika maisha. Maisha ya madeni.
maisha ambayo haeleweki, maisha ambayo unafanya kazi mingi, mshahara mchache, maisha ambayo unatumika, nguvu inaisha. Siku za mwanadamu zimepimwa. Tupo leo lakini kesho hatupo. Lakini shetani amekuja katika maisha yako. Uko kijana, unacheza na maisha, unazania kama utaendeleaga kuwa kijana. Nani alikudanganya? Na siku utaamka utaanza ona mvi. Kuna siku utaanza kuamka mifupa inauma. Kuna siku utaamka utaanza kuona vitu sio kile nilizoea. Kuna siku unaamka, uliweka biashara, uliweka vitu, unaona vitu vimebadilika. Biblia inasema huyu mwanamke alipolala walimbadilishia, na aliyembadilishia si mtu wa mbali, lakini jirani yake. Tunaye jirani ambaye ni adui, anaitwa Shetani, ambaye huja. Yeye alipozaa alilalia mtoto wake. Biblia inasema ya kuwa juu ya kiburi chake kupingana na Mungu akaua utukufu ndani yake. Mungu akamtupa chini, hana kitu. Kwa hiyo anapotazama jirani yake amezaa mtoto, Biblia inasema ya kuwa aliye na mwana ana uzima wa milele. Ukiwa na mwana, Yesu akiwa ndani yako, una uzima, una kila kitu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Uko na kila kitu ndani yako. Lakini kama mwana hayuko ndani yako, hakuna kitu katika maisha. Hata ukipata magari, manyumba, vitu vyote chini ya jua, kama Yesu hayuko ndani yako, ni kitu bure. Ni kitu bure. Bwana asifiwe. Lakini Biblia inasema ya kuwa 21 nasema akamwangalia vizuri mtoto. Ni mara ngapi umekaa ukiangalia ukasema haya maisha naishi si yangu? Unajua shetani yuko kuzubalisha watu. Ndio maana unaingia kanisa unazuba, unaanza lala. Halafu nikikuangalia wewe mwenyewe unalala, maskini ya Mungu. Ukijikuna unatoka unga, maskini. Aisha magumu. Mpaka unaangalia, hii ni wakati wa kulala kweli? Tutafute Mungu. Kuna mtu anakuja hapa saa maombi, funika macho maombi, mtu kwenda toa macho yuko naangalia. Una siku hayo macho hautayatoa. Bwana tusaidie. Lakini anasema huyu mwanamke aliangalia mtoto vizuri, akamkagua, akasema hii maiti sio yangu. Huyu mtoto sio ndo mwenye nilizaa, nimebadilishiwa. Kuna uponyaji katika hili wakati unajitambua. Wakati unaelewa kuangalia, mimi sikuzaliwa kuwa maskini. Yabesi anasema hivi, sikuzaliwa kuwa mtu wa mateso. Alipojitambua, alipojielewa, akasema sikuzaliwa niwe mtu wa mateso. Lakini ili mambo kubadilika, lazima ujitambue. Lazima ujitambue na uangalie useme bana, hii si yangu. Lakini kuna mambo ambayo shetani anaweka, unazoea. Unazoea tu kabisa. Kama ni kulala njaa, wewe unajizoelea hako. Unazoea. Kuishi maisha ya ajabu ajabu, unazoea. Unazoea tu, unasema ni hivyo tu. Utaendelea na hautafika kwenye kilele cha baraka yako. Lakini mtu ambaye anajielewa, anachunguzaka na anaangalia
na anasema hapana. Bwana Yesu asifiwe. Hapana, sitaki kuishi haya maisha, sipendi. Ni mara ngapi maisha ambayo haeleweki, ambayo shetani au jirani yako alikubadilishia? Wewe unasikiaga tu ukahaba, ufanye tu ukahaba. Hilo huyo ni mtoto maiti wamekuletea ndani ya maisha yako. Unakaa unaishi maisha moja haieleweki ya dhambi, mpaka wewe mwenyewe unaanza kusema watu wote wanaishi hivi. Si watu wote wanaishi hivi, ni wewe uliyebadilishiwa maiti ndio unaishi hivyo. Unajua kuna watu wanajifariji, anasema hata fulani anaishi hivi. Uongo. Kuna watu wanaoishi maisha ya utaua na maisha ya kusimama na Mungu. Kile ulichonacho ulibadilishiwa. Wewe tu unakuwa na kiu ya ulevi, ni kitu ulibadilishiwa, ni roho umewekewa ambayo si ya Mungu. Ndio maana unakuwa na kiu ambayo haieleweki. Lakini wakati utaamua, utasema mimi nimeamua, hiki kitu si changu. Unapomwendea Mungu, Mungu anakubadilishaga, Mungu anakusimamisha. Tunaishi kizazi ambacho ni cha hatari. Biblia inasema njooni kwangu niwavike, nina vazi ambalo mfinike aibu ya uchi wenu. Lakini leo kwa mtandao watu wanaonesha uchi. Tuko kwenye kizazi ambacho, na ndio hicho unakutana mtu saa 8 za usiku iko naangalia tu zile life za watu wako uchi, maneno ya ukahaba. Utakosa kuwa aje na masantima, na wewe unasikiaga tu ni vitu havieleweki. Umebadilishiwa. Jirani yako anataka tu usikie mabaya, usikie dhambi usiku wote, huko tu huko naangalia vitu vyenyewe havieleweki. Alafu unahitaji upande kilele cha maisha yako. Kweli utapanda kweli? Watu wengi wanachoka. Watu wengi wana siri, mpaka na watoto wetu tuko nao hapa wana siri mbaya ambayo shetani alikuja akabadilisha, akaweka vitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Soma kitabu cha hiyo waraka wa kwanza wa Yohana sura 5 na mstari wa 12. Tusidanganyane hapa. Kama una Yesu ndani yako, anakaa, hauna uzima. Inaonekana kuna watu wanatembea lakini hawako wazima, ni maiti inayotembea. Lakini bado kuna neema ya Mungu ambayo iletayo wokovu. Bwana yuko kwenye kiti cha rehema na kuita ubadilike. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ambaye mtoto wake alikufa, mtu akikufa amekufa na ameenda. Lakini kuna mwingine ambaye mtoto wake akufa, asema nilichunguza, nikaangalia, nikaona huu maiti sio maisha yangu, hii maiti sio yangu. Mtoto wangu ni yule aliyeibiwa, alimdai mtoto wake. Ukiangalia historia, alikuja akapewa huyu mtoto kwa sababu aling'ang'ana. Wokovu ni kung'ang'ana. Wokovu ni kujitoa. Huwezi kufikia hatima yako ya wokovu kama haung'ang'ani. Kuna vitu vingi vya kutamanisha chini ya jua. Kuko vitu umeanza vizuri. Ndio maana Daudi anaomba, Bwana nitazame, nichunguze, uangalie kama kuko njia ya kunipotosha. Unajua kila mtu ndani yake ni juu bado hujafikia ka uwezo fulani. Ndio hapo utajua ninampenda Mungu au simpendi Mungu. Kuna watu ambao tuko hapa Wakristo, tuko nakuja hapa kwenye maombi ni kwa sababu uko wakati wa shida.
Na ndio maana Daudi akasema sijijui vizuri. Unajua kuna mtu ambaye hautukanagi, lakini kumbe matusi yako ndani yako ni vile hawaja kuchokoza. Nijua hawa ya kuchokoza, lakini baki kuchokoza ndio tutashangaa picha yako nyingine, kumbe unaweza kutukana. Daudi akajua hivi, akasema nimeanza safari sijijui, lakini angalia ndani yangu. Kumbe ndani yangu kuna tamaa ya kuweka tatu. Kumbe ndani yangu kuna tamaa ya kuzini. Kumbe ndani yangu kuna tamaa ya kuishi maisha ya dhambi. Lakini Daudi alijua hivyo, akasema siendi peke yangu, na muhitaji Mungu niende naye, niangalilie njia nitakayoitembelea juu niweze kufika mbinguni. Niangalie njia ambayo ninayoipitia. Kuko watu hapo wameokoka, lakini baada ya miaka 10 hatutawaona kwa Yesu, kwa sababu hajijui ndani yake kuna nini. Na ndio maana tunapokuja kwa Mungu tunamwambia Mungu, angalia ndani yangu kitu gani kiko, unijaribu, uyajue mawazo yangu. Bwana asifiwe. Huyu ni mfalme Daudi. Asema Bwana unichunguze. Sio kuokoka miaka mingi kuingia kanisani ndio wokovu. Si kuja hapa kuhubiri ndio wokovu, lakini ni kutembea katika njia iliyo sawa na Mungu. Bwana asifiwe. Uniongoze katika njia ambayo itanifikisha kwenye umilele. Itanifaidi nini nihubiri miaka yote, nihubiri kila siku, halafu kumbe njia ninayoipitia kinyume nyume ni njia ya kunipeleka kwenye hukumu wa milele? Itanisaidia nini? Kwa hiyo Daudi anaangalia, anasema niangalie, nichunguze. Wewe njoo unajuaga, siwezi jifanya mbele zako. Unajua tunaweza pretend mbele za watu, lakini mbele za Mungu, Mungu anakujua. Unaweza kujivika haki sahihi. Unaweza kuonekana uko sawa. Tukisema Bwana asifiwe, tunasema ame sote. Lakini Daudi akasema sitafanya ujanja mbele za uso wako. Nichunguze ni njia gani iko ndani ya maisha yangu. Kwa watu ambao tulikuwa nao, ulizani wanaokoka wanaomba sana, walipofanyikiwa kumbe ndani yao kulikuwa na njia ya uovu. Kwambia usijaribu, hata ukimpigia simu ashiki. Hawa wachungaji unashinda, ni ule mwenye nilikuwa naombea. Na mshauri anakuambia aende huko. Lakini kuna siku alilia, akamtafuta Mungu kwa bidii. Lakini walipopata kakitu, kumbe ndani yao kulikuwa na njia isiyompendeza Mungu ndani. Kwa hiyo unakuja kanisani, ushajiombea juu ya hiyo, kesho yangu itakuwa aje? Nitaanguka au nitabakia nasimama? Nitaitwa mwokovu au nitabakia niko nani? Sie wote hapa. Ushajililia juu ya maisha yako ya kesho. Wakati mwingine unaweza kujiangalia ukasema niko vibaya, kumbe Mungu amekutengeneza, amekuepusha na watu. Tuko hapa, hujui kesho yako utachange aje. Hujui? Na ndio maana Daudi anasema angalia ndani yangu ni nini nitakuwa. Leo wengine hapa tuko kwa manyumba za wazazi. Wazazi wanalipa manyumba, wazazi wanafanya kila kitu. Lakini kesho yako utapoanza kutembea safari yako, utatembea na nani? Utatembea aje? Utajisimamisha au tutaanza kuwa tunakuona barabarani hali ya ajabu ajabu? Ndio maana Daudi anasema angalia. Kwa hiyo maisha ni mlima. Ni mlima. Na huu mlima
inategemea unaupandaje. Kuna watu wanaweza, na kuna wengine wameishia njiani. Wamechoka njiani. Wamechoka njiani. Wamekosa kufika kwenye hatima yao. Mlima na hatima vinaambatanaga. Ili ufikie kwenye hatima yako juu ya mlima, lazima ufanye nini? Ung'ang'ane. Napoenda kumalizia, angalia Zaburi 24 na mstari wa 4. Alafu na kitabu cha Isaia sura ya 2 na mstari wa 2. Kwa hiyo tunapomuita Mungu katika safari yetu ya mlima, Biblia inasema mtu mwenye haki lazima utembee ukiwa mwenye haki. Kuwa mwenye haki sio jambo rahisi. Ili upokee baraka za Mungu lazima uwe mwenye haki. Tusidanganyane hapa. Unakaa tu unasema mimi niko Mkristo, juu babangu ni Mkristo, mamangu Mkristo, na mimi naingiaga mkanisa. Ukristo ni kumfanana Kristo na kutembea jinsi Mungu anataka katika maisha. Bwana asifiwe. Ukristo ni kujikana, kubeba msalaba. Vitu ambavyo unasikia vinakufanya, vinakuvuta. Unaonaga mtu Mkristo kusema hapana. Huo ndo Ukristo. Najua kabisa nimefika hapa, niko kwa gesti na hakuna mtu ananiona, na huyu mtu ananiambia atanipatia pesa, siko bikira yenye nitachunga ubikira, lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni na tayari nimempokea Yesu, nitasema hapana. Nitakataa. Hiyo ndo Ukristo na njia ya haki. Lakini unashinda huko kwenye magesti. Leo uko na huyu, kesho uko na ule, kesho kutwa uko na ule. Itakuwa ngumu kumuona Mungu. Itakuwa ngumu kupanda mlima. Isaia 2 inasema nini hapo? Mlima wa nyumba ya Bwana, juu ya milima, sio juu ya mlima, juu ya milima. Mataifa yote watauendea makundi. Lazima kupanda. Nyumba ya Bwana ambapo kuna utukufu iko juu ya milima. Na ili uweze kufika kwenye utukufu wa Mungu ni kung'ang'ana. Mimi nafanyaga mazoezi. Nikipandisha hiyo mashine ipande hivi, na punguzaga. Kama niliweka 6 yenye nilikuwa natembea nayo na tambarare, na iteremushi inaenda 4. Juu kupanda na haraka hawezi. Naweza kutembea kwenye hiyo mashine saa nzima nikiwa tambarare. Lakini ngoja nipandishe dakika 10, 15, jasho inatoka. Na kuwa hivi, nashika, sitembee tena asema vile nilikuwa natembea vizuri. Nashika ile pale hii chuma, naanza. Kupanda sio rahisi. Lakini Biblia inasema juu ya milima, juu ya kilima ndio kuna nyumba ya Mungu ambayo imejaa utukufu. Ili ufike kwenye utukufu lazima upande. Ufike kileleni. Hapo ndipo hatima ya maisha yako itatimilika. Baraka za Mungu utaziona. Utukufu wa Mungu utauona. Lakini chini hawezi kuona utukufu. Lazima upande. Mungu awabariki. Amen.